limetumwa jeshi la Uganda kuja katika uzuizi wa maandamano. Kwa nini mpaka tufikia hatua ya kwamba kuchukua jeshi la sehemu nyingine kuja nayo huku kwa ajili ya kuzuia maandamano, wakati maandamano kama itakuwa kweli yapo au hayapo? Kwa Tanzania hawajuagi hata kushika bunduki. Kwa sasa inakuwaje watu ambao wanaotaka kuandamana sasa hivi waende labda wakachukuliwa na jeshi wa sehemu nyingine, wakati sisi wenyewe tuna jeshi letu ambalo linajitosheleza, ambalo liko vizuri? Habari gani ndugu wapenzi watazamaji wa Hans TZ? Leo ni siku nyingine tena tunakuja kwako kwa ajili ya kufanya discussion kwa yale ambayo yamejitokeza ndani ya mitandao kwa siku ya jana, ikiwezekana mpaka leo, ambayo yanaendelea kutrend huko mitandaoni. Yanaacha maswali mengi sana katika bongo za Watanzania na zinakosa majibu kwa kiasi kikubwa kutokana na yale ambayo yanayoendelea, na jamii zetu zinahitaji majibu juu ya mambo kama haya yanayoendelea. Nini kifanyike na kwa nini yanatokea haya yote? Changamoto kubwa ni nini mpaka yanasababisha haya yote yaweze kutokea? Twende pamoja, tusiachane mwanzo mpaka mwisho. Kwenye matatizo tuendelee kucomment na kupeana taarifa kwamba hapa palikuwa hivi na vile, ili tuweze kujua jinsi gani tunaenda. Haya, tunaanza 1 2 3 tunaelekea huko. Siku ya jana kulikuwa na taarifa ambayo inayomhusu Mheshimiwa Mpina. Mpina aliweza kuelekea mahakamani kwa ajili ya ile skendo yake au ile kesi yake ambayo inayomkabili ya kuhusiana na masuala ya kusitishwa kwake kugombea urais kupitia kadi ya ST Wazalendo, ambapo alihitaji kugombea urais kupitia nafasi hiyo, na chama kilimwamini kikampa hiyo nafasi. Lakini mwisho wa siku yakajitokeza mambo ambayo kidogo ilikuwa ni sintofahamu kwa jamii za Watanzania waliokuwa wote, pale ambapo alipoonekana kwamba amekosa vigezo vya kuweza kugombea ile nafasi ya urais au kupewa ile tiketi moja kwa moja ya kuwa rais, wakati chama kimemwamini na watu wake wote walimkubali kwamba yeye anastahili kuwa rais kwa kipindi hiki ambacho tunacho cha uchaguzi huu wa mwaka na 2025. Lakini kuinama na kuinuka wakajitokeza baadhi ya watu ambao hawaeleweki wapi wametokea, hata kama watakuwa ni wapo ndani ya chama. Na kwa nini wasiseme tangu mara ya kwanza kwamba sifa fulani na sifa fulani hana, kwa hiyo hastahili kugombea urais, akae pembeni? Lakini wamekuja kumsubiria baada ya kwamba tayari ameshachukua ile tiketi ya kugombea urais, na tayari wameshamkubali anaenda kugombea urais, anakuja kujitokeza mengine kwamba hastahili kuwa kugombea urais kupitia tiketi hiyo. Lakini kesi ikapelekwa mahakamani, na mwisho wa siku kama mara mbili zote zikaonekana kwamba hakustahili kufanyaje kugombea kuwa rais. Lakini tukiwa tuna hiyo kesi ambayo iko mahakamani ya Mpina, inayoonyesha kwamba kama ni rais wa ST Wazalendo ambaye anatakiwa apigiwe kura na wananchi, lakini pia tunaona kwamba bado taratibu za uchaguzi zinaendelea, hali ya kuwa kuna mwingine ameachwa pending yuko mahakamani na hawezi tena kuchukua ile nafasi ya kuwa kama rais, kwa sababu taratibu za kimahakama bado hazijamruhusu au hajajua hatima yake. Je, anastahili kugombea au hastahili? Kwa hiyo kama kesi iko mahakamani, kwa ilivyo kitakiwa kitaratibu ni kwamba swala zima la marais, walitakiwa marais wote wakae, au taratibu za tume huru ya uchaguzi ya taifa ilitakiwa ipeleke mbele hizi taratibu za uchaguzi kwa sababu ya huyu mmoja, ili aweze kujulikana hatima yake. Je, anastahili kuwa rais au hastahili kuwa rais? Unaona. Lakini sasa unakuta kwamba kutokana na mazingira tulio nayo kwenye nchi yetu, bado tunaona kwamba kuna mambo ambayo bado yanaendelea, taratibu za uchaguzi bado zinaendelea kama zilivyopangwa, ndio vile vile hazijaweza kuchange mwanzo mpaka mwisho. Na pia tunaweza kuangalia kwa kiasi kikubwa kwamba hapa kuna haki au hakuna haki, kwa sababu kama ikiwa mmoja anaachwa lakini wengine bado wanaendelea tu na zile taratibu zao bila hata huyu aliyeachwa kufikiriwa, je, kuna nini kinachoendelea au kuna nini nyuma ya panzia? Je, hakuna mambo mazito ambayo yanaendelea? Na je, mahakama zetu zinachukua taratibu gani ya kumharakishia huyu mtu kabla hata hatujaenda? Kwa sababu hatuwezi tukasema kwamba tunaenda kwenye uchaguzi huru na wa haki, hali ya kuwa kuna mwingine kaachwa, au kuna chama ambacho kinaingia kwenye taratibu za uchaguzi hali ya kuwa
hazina rais. Je, huyu anampigia nani kama rais? Kwa sababu kama chama kinatakiwa kikamilike, na maana kwamba kinatakiwa kiwe full, na maana kina rais, kina makamu wa rais, kina wabunge, kina madiwani. Lakini sasa unakuta kwamba chama kinaingia kwenye uchaguzi mkuu hali ya kuwa kwamba kitawekwa tu kivuli, hakina rais lakini wabunge wapo, unaona, sijui kama na makamu wa rais yupo. How? Ina maana kwamba tunarudi kule kwamba hawa watu watatakiwa tena wampigie Samia Suluhu, hali ya kuwa hawa ni watu wa ST ambao wameipenda ST yao, watatakiwa wafanye changes. Katika kufanya changes watatakiwa wamchague ambaye yule anayestahili kuanzia rais mpaka na madiwani na wabunge wake. Kwa sasa hapa tayari pameshakuwa na sintofahamu katika jamii. Je, nini kinachoendelea? Je, kweli tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao ni wa huru na wa haki kama ilivyo katika miaka yote au miaka yote iliyopita, au kuna matatizo ambayo yanatakiwa yaweze kufanyiwa uchunguzi wa kueleweka na baadaye kuweza kuielezea jamii kwamba hili ndio tatizo na changamoto ni hii, ili iweze kuondolewa kwa haraka, ili jamii iweze kuelewa kwamba kweli tunaelekea katika uchaguzi mkuu ambao ni wa huru na wa haki, hata katika jumuiya ya kimataifa waweze kutuelewa kutokana na hiki ambacho tunachokiendea. Lakini pia tukiangalia kwa wakati mwingine tunaweza tukasema kwamba Mpina kwa sasa hivi, ushauri wangu mimi utaendelea kuwa pale ambapo nimeublock kwamba Mpina baada ya kutoka kwenye ile uchaguzi, baada ya kutoka kwenye ile sakata la kura za maoni akaondolewa, alikuwa bado jamii yake bado inamhitaji, au wanajimbo wake bado walikuwa wanamhitaji, na katika jumuiya nyingi ya Watanzania inamhitaji. Hata kama Mpina mwanzoni alifanya kidogo makosa baada ya kukabidhiwa wizara ile ya uvuvi, nini tuliona alichokuwa akifanya, lakini baadaye akajiweka sawa, akawa ni miongoni mwa watetezi wazuri tu wa jamii yake pamoja na Watanzania kwa ujumla, hasa katika mazingira mazima ya bunge ambayo tuliokuwa nalo, ambayo tunalisema Watanzania tuliokuwa wengi kwamba ilikuwa ni bunge ambalo ni wiki, alijawahi kutokea Tanzania tangu miaka hiyo mpaka leo. Ni bunge la kwanza ambalo lilikuwa very weak, kwa sababu lilikuwa halidiscuss kuhusiana na mazingira ya Watanzania, bali lilikuwa na discuss kuhusiana na wao tu na mazingira yao. Lakini jamaa aliweza kujipenyeza, kama pale tunapoona kwenye taratibu mzima ya masuala ya usafirishaji wa sukari, ambapo aliweza kuonesha kwamba kuna kampuni ambayo ni imesajiliwa kwamba ni ya simu za mkononi au ya vifaa vya kielektroniki, lakini yenyewe imekabidhiwa kibali cha kubeba sukari kutoka nje kuja nayo hapa Tanzania. Hii kampuni baada ya kufanywa nini, tumeweza kuona nini kinachoendelea huko mitandaoni kuhusiana na hii kampuni mpaka sasa hivi, na yeye ndio miongoni mwa watu ambao wa kwanza kabisa kuweza kuijulisha jamii ya Watanzania kuhusiana na hii kampuni, ingawa kwamba alizimwa kule na kinabashe na mambo mengine na wakampinga. Lakini leo hii tumeweza kuona kupitia mitandao ya kijamii nini kinachodiscussiwa na jamii kule kwenye mitandao juu ya hiyo kampuni ambayo ya Itel ambayo imezungumzwa ndani ya mjadala wa bunge kwa kipindi hicho na Mheshimiwa Mpina. Mpina hakutakiwa kwa sasa hivi baada ya kutoka kule CCMA aende tena CCMB, kwa sababu yeye anajua kabisa kwamba CCMA na B hao wote kwamba bosi ni mmoja. Kwa hiyo sasa alichokatakiwa yeye ni kutulia au kutafuta, kwa sababu yeye anajijua kwamba sio wale miongoni mwa wiki au wanamwamini sana Watanzania. Ili ishishuke quality yake, Mpina kwa sasa hivi alitakiwa sit down, aachane na masuala ya ST Wazalendo. Ikiwezekana atafute chama ambacho anaamini kabisa kwamba kinaendana na yeye, ambacho kitakuwa kipo strong zaidi katika swala zima la kuitaka la kulilia maendeleo ya jamii yake iliyomzunguka. Kwa hiyo angekitafuta iko chama akashirikiana nacho, hata kama asioneshe kwamba bado na yeye yupo katika mazingira ya kisiasa. Angesitu pembeni akachukua tu kadi yake akatulia zake, akaangalia hii movement zinazoendelea, baadaye mwisho wa siku akaja akajitoa kwamba bwana, mimi ni mwanachama cha Mafana, kwa sasa nagombea tiketi fulani. Kuliko hiki ambacho kinachoenda ni kwamba hiki kinachoenda wanakwenda au kinakwenda kumfanya yeye wamtoe ile quality yake aliyonayo, kwa sababu kwa sasa hivi ni miongoni mwa watu ambao wana quality kubwa katika jamii Mpina. Na hata unapozungumza Mpina anaonekana kwamba kweli anaonewa, lakini huko uonevu kama umetengenezwa fulani, yani kama kuna figisu ambazo zinazoendelea kati ya Mpina na ST Wazalendo pamoja na jamii ambayo iko nje ya ST Wazalendo. Aidha yeye mwenyewe anajua au kwa kutokujua, lakini inaonekana wazi kwamba kuna jambo ambalo linaendelea, na ndio maana hata kama yeye wamesitisha leo hii kwa njia ya kimahakama, lakini bado chaguzi zinaendelea. Na maana kwamba hapa
kuna mambo ambayo yanaendelea chini kwa chini, aidha yeye mwenyewe anayajua au kutokujua. Kwa hiyo ili isipotee ile quality yake, mpira kwa sasa hivi anatakiwa tu atulie, angalie dunia inavyokwenda au hizo movement zinavyoenda. Kama ataweza kuzungumza lolote, basi azungumze kuhusiana na jamii yake, na pia kuwaasa jamii katika mazingira mazima ya ujenzi wa taifa letu katika umakini ambao unaohitajika, kwa sababu jamii inahitaji maendeleo. Jamii haihitaji kuona watu ambao wanajikweza wao tu peke yao, kwamba wao tu ndio wapate alafu wengine wasipate, au wanufaika wawe wachache alafu wengine wasinufaike, waendelee kukandamizwa, hali ziendelee kuwa mbaya katika taifa. Watu wanaamini kwamba hawahitajiki kwa sasa hivi katika jamii zetu. Tunaona wazi kwamba jamii sasa hivi imeamka na ipo na ina kasi kubwa sana katika kutafuta lile tonge la kweli au keki ya taifa, kwamba kila mmoja ale wasile wachache. Tukija tukisikiliza tena katika jamii za mitandao, ambapo dorosi zilizotoka jana ni kwamba katika kuzuia hii demonstration ambayo inatakiwa ifanyike tarehe 29 ambayo inayotangazwa huko mitandaoni, kwa sababu sisi hatujui ni nani na kwa nini haya yote yanatangazwa na mambo mengine yanayoendelea huko mitandaoni, sisi hatuna uhakika nayo kivile, lakini kwa jamii zetu za mitandao zinasema kwamba demonstration imepangwa kufanyika tarehe 29 ambayo ni siku pia ya uchaguzi. Lakini wakati huo tunapewa taarifa kwamba mitandao wanasema kwamba limetumwa jeshi la Uganda kuja katika uzuizi wa maandamano. Hatuelewi kama hizi taarifa ni za kweli au ni dodoso, na kwa nini mpaka tufikia hatua ya kwamba kuchukua jeshi la sehemu nyingine kuja nayo huku kwa ajili ya kuzuia maandamano, wakati maandamano kama itakuwa kweli yapo au hayapo. Neno tu maandamano tunaelewa kwamba kimikataba ya kimataifa au jumuiya ya kimataifa yamesainiwa maandamano kuwa ni halali, hasa maandamano ambayo ni ya amani, sio maandamano ambayo ni yale kwamba labda mtu raia labda atatoka na kisu, upanga, bunduki. Wa Tanzania hawajuagi hata kushika bunduki. Mtanzania hakuna anayejua au aliyeruhusiwa kutembea na silaha katika taifa letu. Na maana kwamba kama wanaenda kuandamana hawa, mimi si kwamba wanaandamana wakiwa hawana silaha. Hao leo hii tuwachukue watu wengine kutoka taifa jingine, mfano kama ni kweli hiyo tetesi kama ni za kweli, kwamba twende tukawachukue watu wa taifa jingine ambao ni wanajeshi wa taifa jingine waje kuwazuia hawa ambao wapo ndani ya haki yao, kwanza kitaifa mpaka kimataifa. Na maana kwamba ndani ya sheria na za kikatiba za nchi yetu zimesaini kwamba maandamano ni kitu cha halali. Wanaruhusiwa kuandamana wa Tanzania na wanaruhusiwa kulindwa na jeshi la polisi mpaka ujumbe wao utakapofika huko wanakotaka kuupeleka, wakaufikisha na ukasikilizwa, ili ukafanywa kazi, au kama huyo msikilizaji atataka kuupuzia. Lakini watu kuandamana ni swala ambalo lipo ndani ya katiba, kuanzia katiba yetu ya Tanzania pamoja na zile tunasema zile kanuni za kimataifa ambazo zimesainiwa ndani ya nchi yetu kwa miaka iliyopita mpaka leo hii, kwamba bado tupo nazo na tunaendelea nazo, kwamba tunaruhusiwa kujumuika kwa pamoja na kufanyaje na kuandamana. Kwa sasa inakuwaje watu ambao wanataka kuandamana sasa hivi waende labda wakachukuliwa na jeshi wa sehemu nyingine, wakati sisi wenyewe tuna jeshi letu ambalo linajitosheleza, ambalo liko vizuri na wala halina matatizo. Alafu kiangalia katika ramani ya dunia, katika ramani ya Afrika, juzi tu hapa tumeona kwamba tukiwa tumekubaliwa tunakupewa nafasi kubwa zaidi katika masuala mazima ya kulinda amani, kwamba tuko vizuri. Inakuwaje sasa liende likachukulia jeshi la sehemu nyingine lije katika ili katika taifa letu lije kufanya masuala hayo ya kupambana na watu au kupambana na raia ambao wanaenda kuandamana? Tatizo kuu ni nini? Je, hawa watu tunajua kwamba wamejipangaje, au wanajeshi watakuwa wamejipangaje, hao ambao waliochukuliwa kutoka kwenye ile taifa kwa ajili ya kulinda hawa watu au kuja kuingilia katika haya masuala ya maandamano au kudhibiti haya maandamano? Je, wakiua au ina maana kwamba hatuwafikirii tena raia, tunajifikiria sisi wenyewe tu na nafsi zetu? Hayo sio mazingira ambayo yanayotakiwa katika mazingira ya kiutawala. Yaani utawala kama mtawala akifikia katika mazingira kama haya kidogo inakuwa sio vizuri, hasa especially kwa upande wa Uislamu. Lazima tuangalie kwamba tunapotawala katika nafasi lazima turudi katika vile vipengele vyetu vya dini yetu, kwamba vinatuambia nini, kwa sababu Uislamu unajali sana binadamu na viumbe vyote, kwa sababu ndani ya Uislamu Muislamu, yani awe kiongozi awe mtu wa kawaida, umemtaka kumpa nafasi yake yule kiumbe wa aina yoyote, kwamba bana umjali paka na viumbe vingine vinavyofuata, vyote vina nafasi yake, kwa sababu ni dini ya amani, ni dini ambayo ina upendo na imeshamili
taratibu ambazo zinazokubalika na ulimwengu wote, hata kama kwamba kuna dini nyingine na mazingira mengine, na pia hata watu wa dini nyingine haturuhusiwi kuwafenyeje, kuwatenga. Tunatakiwa kuwa nao, na tumeona katika historia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alivyokuwa ametoa maswahaba zake kutoka Maka wakaelekea zao pale wakaelekea zao kwenye mji wa ambao kwa sasa tunasema ni Ethiopia. Kwa kipindi hicho ulikuwa unaitwa nasahau kidogo, Abyssinia. Kwa kipindi hicho aliwatoa kutoka Saudia akawapeleka Abyssinia, ambayo kwa sasa inasomeka kama Ethiopia, ambapo mtawala wake kwa kipindi hicho alikuwa ni Mkristo, lakini aliishi nao wale Waislamu kwa muda mrefu, na mpaka na yeye akaja akabadili dini kutokana na kuelewa Uislamu ni nini. Sasa tunapokuja tukawa tukatawala na sisi Waislamu tukapewa nafasi za kutawala, kama tumepewa nafasi za kutawala, tunatakiwa tuwaige wenzetu waliopita kwamba waliishi vipi, au Uislamu unatutakaje katika kuishi na viumbe wenzetu au kuishi na binadamu wenzetu. Kwa unaweza kukuta kwamba hawakunuki kwa sababu ya dini yako, ila inawezekana watu wakakunuka kutokana na mazingira yako aidha unayoyatenda au unawatendea jamii. Kwa hiyo tukifikia huko kidogo takuwa tutaenda katika mazingira ambayo mazuri ambayo yanotakiwa na jamii zetu tulizo nazo. Kwa hiyo ni lazima tufikie hatua ya kuweza kuweka sawa mazingira yetu wote, kwa sababu nchi ni ya kwetu sote, na kwa sababu ya sote tunahitaji amani, na sote tunahitaji upendo, na wote tunahitaji utulivu, na wote tunahitaji kutafuta katika mazingira yetu kwamba nipate mimi hata kama nimepata 200 kwa siku alhamdulillah, na yule atakayepata 20,000 30,000 ndio kiwango alichopangiwa na Mungu, lakini pawe pana haki, pawe pana mambo ambayo yanayohitajika kibinadamu. Ni hayo tu.